Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta naitibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu matumizi ya herufi 28 za abjad. Herufi hizi ni za lugha ya Kiarabu, ziko tofauti na herufi alfabet za lugha ya Kiswahili ambazo ni 24 na ziko na utofauti alfabet za lugha ya Kiingereza ambazo ni 26. Herufi za abjad zimegawanyika katika makundi makuu manne na kila kundi moja liko na herufi 7. Kundi la kwanza limegawanyika katika asili ya moto na kundi la pili limegawanyika katika kundi la asili ya udongo na kundi la tatu limegawanyika katika kundi la asili ya upepo na kundi la 4 limegawanyika katika kundi la asili ya maji. Kama ambavyo ilivyo sisi binadamu wote duniani tunaongozwa na asili 4 tu. Asili ya kwanza ni moto na asili ya pili ni udongo na asili ya tatu ni upepo na asili ya 4 ni maji. Je, ni herufi ipi ya abjad ambayo natuletea hapa? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu muujiza na maajabu ya herufi he. Kwa yule mtu anayesumbuka na maradhi ya changamoto ya kushindwa kushika ujauzito, hasa kwa mwanamke au kwa mwanaume ambaye yuko na changamoto pia hana uwezo wa kuwa na mbegu zenye virutubisho vya kuleta uzalishaji vya kutungisha mimba kwa mwanamke. Namaanisha kwa yule mwanamke anasumbuka na hormone imbalance, anasumbuka na matatizo ya hedhi, yani hedhi inakuwepo haieleweki katika tarehe husika, sawa? Anakuwa na changamoto, tarehe zinakuwa zinatoka kwa tofauti ile hedhi. Na kwa yule mwanamke ambaye ameishi muda mrefu amekosa uwezo wa kushika ujauzito, anachotakiwa kukifanya katika siku ya mushtara, siku ya Alhamis, wakati wa jua kuchomoza, wakati wa jua kuzama, andika herufi hii ya he katika karatasi nyeupe kupitia dhafarani pamoja na miski. Iandike mara 95 na wakati unaiandika utakaposoma utajua majina matukufu ya Mwenyezi Mungu ya Kabir, ya Mutaal, ya Kabir, ya Mutaal, mpaka utakapokuwa umemaliza kuiandika herufi ya he mara 95. Mpatie mwanamke ilioke katika maji, mpatie kama kombe anywe anapokuwa katika hedhi, sawa? Katika miezi yake ya hedhi, akinywa mwezi wa kwanza asiposhika ujauzito, basi mwezi unaofuata andika tena mpatie anywe. Kija mwezi wa pili asiposhika ujauzito, mpatie tena katika mwezi wa tatu katika hedhi anywe. Na hedhi kikatika au anaendelea kunywa ile kombe lake kwa muda wa wiki moja. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haitopita miezi mitatu atakuwa ni mwenye kushika ujauzito. Na kama matatizo yake yanatokana na shetani au alifungwa kichawi asizae, basi akipata zaa. Na kama homoni zake zilikuwa hazibalance, basi zitabalance na hedhi yake itakaa sawa. Haya ni maajabu ya herufi he. Kwa yule mtu anayehitaji kutekelezewa haja yake, awe ni mtu mwenye heshima, watu wamtii, na anahitaji pia kupata elimu mbalimbali kwa watu mbalimbali, watu waweze kumwelimisha na kumtii na kumsikiliza, na Allah mkidhia haja yake, andika herufi hii ya he katika siku ya Merikhi, siku ya Jumanne, wakati wa jua kuchomoza, wakati wa jua kuzama. Na wakati unaiandika utaandika na karatasi nyeupe mara
3 utakuwa unasoma utaji huu ya Malk ya Qudus, ya Malk ya Qudus kwa kumaliza. Kisha chukua hiyo karatasi utembee nayo katika wallet yako kama azma. Hakika kwa idhini yake Allah watu watakutii, watakuheshimu na kukusikiliza. Kwa yule mtu anayehitaji kumrejesha mkewe, mume wake aliyemtelekeza, au baba mzazi au mama mzazi au ndugu amepotea, unahitaji arejee na ufahamu alipo, andika herufi hii ya he katika siku ya mushtara, siku ya Alhamis, wakati wa jua kuchomoza, wakati wa jua kuzama. Iandike mara 95 katika karatasi nyeupe, sawa Andika karatasi 2, sawa. Kwa chini utaandika jina la mhusika ambaye unahitaji kumrejesha, na wakati unaandika hizo karatasi 2, kila karatasi moja uandike mara 95. Utakuwa unasoma utaji huu ya Kabir ya Mutaal, ya Kabir ya Mutaal. Chukua karatasi moja, nenda kaweka katika masahaf katika surati ya Yasin. Chukua na karatasi moja pia, nenda kainyunyiza katika mti ili kupulizwa na upepo. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atarejea kwa haraka zaidi. Haya ni maajabu na muujiza wa herufi he. Ukihitaji kufichua siri za watu au kufahamu siri za watu katika njia ya ndoto au kuheshimika, andika herufi hii ya he mara 15, na wakati unaandika utakuwa unasoma utaji huu ya hafi ya wafi, ya hafi ya wafi, mpaka utakapokuwa umemaliza kuiandika hiyo azma. Utakuwa unaweza mchaguni na kulala katika njozi, utaonyeshwa kile ambacho unahitaji kukifahamu au kupata heshima au kupata elimu kwa watu. Pia ukiwa unatembea nayo katika wallet utapata utii. Haya ni maajabu ya herufi he. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi na dawa za maradhi mbalimbali. Kama unahitaji kumiliki pete, namaanisha pete za bahati, pete zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, au unahitaji kumiliki pete za majini, pete za kukupa mvuto kupitia kile unachokifanya, pete ya kukupatia mafanikio, pete iliyofanywa kafara ya wanyama mbalimbali. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa anavyomiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha, ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana akapita, au mbaba akapita, au mdada akapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari,
Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa. Usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255784120592, na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.